Junto TV. Sauti ya jamii. Kwa majina mimi naitwa Dr. Mzarifu Zakaria Rioba, PhD, ni mzaliwa wa Tarime mjini. Ningependa kuambia wananchi kwamba kumekuwa na lawama tofauti kuelekea kwenye vyombo vya utendaji vya nchi kama mahakama, lakini niwaambie tu wananchi, na ili jambo niwaambie tu Watanzania wote kwa ujumla. Wewe unapoanza kuilaumu mahakama, utendaji wa mahakama haupo sawa. Utendaji wa mahakama unayumba. Lakini wewe upo kwenye tasnia gani? Wewe umesomea nini? Umesomea fakati gani? Je, fakati yako uliyosomea unaisaidiaje jamii? Je, utendaji wako katika jamii ukoje? Kama wewe ni mwalimu, sekta yako ya ualimu, ya elimu ikoje? Iko katika ubora gani? Wewe haujafika kwenye labda kwa walimu. Wewe kwa upande wa elimu hamjafika ubora wa 90% au 100. Lakini sekta ya sheria na haki unarudi kuilaumu kwamba haitendi haki. Sekta ya afya unailaumu kwa namna fulani. Kwa hiyo tujiangalie kama Watanzania, kila mtu kwa nafasi yake aliyoisomea au ambayo ana ujuzi nayo, yeye kama yeye anaisaidiaje taifa. Kwa sababu kadri chombo chochote cha utendaji au kinachochangia maendeleo ya nchi kinavyokuwa, ndivyo kinavyosababisha kingine kukua. Elimu inavyokuwa, ndivyo inavyosababisha na mahakama kuwa na sehemu zingine kukua, na kila sehemu kukua. Kilimo kukua, kinakuwa kilimo cha kisasa, ufugaji unakuwa kisasa, kila kitu kinakuwa. Kwa hiyo usiangalie kulaumu sekta ya afya au unalaumu wizara hii wakati wewe upo katika wizara fulani na hujaonyesha nguvu chanya ya namna gani unalisaidia taifa kukua. Kwa hiyo nipende pia nimezungumzia hilo kwa wale wachache wanaolaumu mahakama, watambue jambo hilo. Kwa hiyo kitu kingine nachoweza kuzungumzia, Junto TV. Sauti ya jamii. Na hiki nitapenda kuambia Chama cha Mapinduzi, kutokana na kuwa madarakani kwa muda mrefu, jambo ambalo naweza nikawashauri Chama cha Mapinduzi, na ninapoenda bungeni ninaenda kuzungumza nao. Hizi pressure za kupeana pressure kila siku, mara watu wataandamana mara nini, hii ni kwa sababu wamekaa madarakani muda mrefu, lakini wanashindwa kuona ni namna gani wanaweza kaiweka nchi katika usahihi. Kwa hiyo mimi nikifika bungeni, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, tarehe 29 kula zikitosha, nikifika bungeni nitawaomba Chama cha Mapinduzi, kwa sababu sisi tulipata uhuru kwa kuomba, kwa mazungumzo, na hata haki zetu mnazoona kama zinaminywa, kama demokrasia, uhuru wa watu kujieleza, haki za binadamu na zingine kadha wa kadha, tunazoona kama zinapungua. Nikifika bungeni nitawaomba Chama cha Mapinduzi, kwa sababu wanasiasa wana sehemu kubwa sana katika maisha ya watu. Nitawaomba Chama cha Mapinduzi wabadili mfumo wao wa vyama vingi hivi danganya toto. Viwepo vyama viwili kama ilivyo Marekani. Iwepo Democrat, kwa Marekani iko Democrat na Republican. Na Tanzania tuwe na hicho Chama cha Mapinduzi, kiwepo na chama kingine cha upinzani kimoja. Maana yake hawa mapinduzi wakiongoza kwa muda kadhaa, wanapisha wanaongoza watu wengine. Tunaangalia na wao wanatendaje nchi, tuwatizame, kwa sababu ukiwa nje ya uwanja unauona mpira sana kuliko mtu ambaye anayecheza uwanjani. Kwa hiyo kama sasa hivi watu wengi wanalaumu Chama cha Mapinduzi, wanalaumu sana, lakini kiuhalisia haya mambo yanapaswa kuisha kwa mazungumzo na si kwa namna yote. Na ndio maana mimi nawasihi vijana na watu wengine na wakazi wa Tarime mjini, tarehe 29 badala ya kufikiria jambo lingine, watu wajitokeza wakapige kula. Baada ya hapo naamini hili bunge sasa linalokwenda litakuwa ni bunge zuri sana, na litachangia katika maendeleo ya nchi, na vitu vyote wanavyovidilia vitatekelezwa. Junto TV. Sauti ya jamii.